kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka pote pale ulipo duniani, msikilizaji, ambapo tunaenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Pote pale ulipo, jiandae tunapoenda kuleta taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, na vile vile makala ambayo ni maalum ya siku ya leo, siku ya Jumatano, mwezi ukiwa ndio huu wa Mei mwaka huu wa 25, ambapo namna hiyo uende kufahamu yale ambayo yamejitokeza kote kote ulimwenguni. Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo asubuhi. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na serikali ya Uganda kulipatia jeshi mamlaka ya kuendesha kesi za raia. Marekani na Saudi Arabia zatia saini mkataba wa silaha wa dola za Kimarekani 142 bilioni. Jeshi la polisi Tanzania lathibitisha kumkamata naibu katibu mkuu wa Chadema Bara. Kampeni za uchaguzi zaanza rasmi Burundi. Walioacha bila makazi duniani waongezeka maradufu. Mahakama ya Kenya yaamuru mbunge wa zamani wa Afghanistan arejeshwe Marekani. Urusi ilidungua ndege ya Malaysia Airlines MH17, shirika la Umoja wa Mataifa limesema. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Serikali ya Uganda imewasilisha rasmi mswada unaolenga kuipa mahakama ya kijeshi mamlaka ya kikatiba kusikiliza kesi dhidi ya raia wa kawaida. Mapema mwaka huu, mahakama ya juu ya nchi hiyo ilitoa uamuzi wa kupiga marufuku mahakama ya kijeshi dhidi ya kusikiliza kesi za raia. Mswada wa marekebisho juu ya sheria ya jeshi la UPDF wa mwaka 2025 kwa mara ya kwanza ulisomwa bungeni siku ya Jumanne na waziri wa ulinzi wa Uganda Jacob Oboth. Mswada huo wenye kurasa 144 unanuia kufanya marekebisho katika sheria ya jeshi la UPDF iliyopitishwa mwaka 2005 na unaolenga kuhalalisha mahakama ya kijeshi katika kusikiliza kesi dhidi ya raia wa kawaida ambao watapatikana na silaha kinyume cha sheria.
Itakumbukwa kuwa Januari 31 jopo la mahakimu 7 ikiongozwa na hakimu mkuu wa Uganda Alphonsa Owiny Dollo ilitoa uamuzi wa kihistoria na kufutilia mbali mahakama za kijeshi nchini Uganda, huku akiamrisha kesi zote za raia wa kawaida katika mahakama hizo kuhamishwa hadi mahakama za kiraia. Uamuzi huo unawadia wakati mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda Daktari Kizza Besigye ikabiliwa na kesi katika mahakama ya kijeshi, lakini kufuatia uamuzi huo kesi yake ilihamishwa katika mahakama ya kiraia ambako alifunguliwa mashtaka ya uhaini. Katika baadhi ya mapendekezo kwenye mswada huo ni kwamba mtu yeyote atakayepatikana kumiliki au kuuza sare za jeshi bila idhini atapaswa kufikishwa katika mahakama ya kijeshi. Lakini baadhi ya raia na watetezi wa haki za binadamu wamekosoa hatua ya kutaka kurejesha tena mahakama za kijeshi, hasa baada ya muhimili wa sheria kuzipinga maradufu. Kuhusu vigezo vya mwenyekiti wa mahakama ya kijeshi, mswada huo unapendekeza kiongozi wa mahakama hiyo aliyehitimu kwa kiwango cha shahada katika masuala ya sheria, asiye chini ya cheo cha kapteni na ambaye anahudumu kwa angalau miaka 3. Baada ya kusoma bungeni, mswada huo umewasilishwa kwa kamati ya ulinzi na mambo ya ndani bungeni, ambako utafanyiwa ukaguzi na kamati hiyo kutoa ripoti yake juu ya mswada huo wakati unaposomwa bungeni kwa mara ya pili. Rais wa Marekani Donald Trump na mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman wametia saini mkataba wa silaha ya thamani ya dola bilioni 142 katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kidiplomasia. Mkataba huo uliofikiwa kati ya Marekani na Saudi Arabia unatajwa kuwa makubaliano makubwa zaidi ya mauzo ya ulinzi katika historia, ikulu ya Marekani imesema. Marekani aidha imesema mkataba huo utaiwezesha Saudi Arabia kupata silaha za kisasa na za vita. Katika taarifa kwa vyombo vya habari ya White House, Marekani inasema mauzo ya silaha inajumuisha makundi 5, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uwezo wa jeshi la anga, ulinzi wa anga, makombora ya usalama wa baharini na pwani, usalama wa mipaka na uboreshaji wa vikosi vya ardhini, uboreshaji wa mifumo ya habari na mawasiliano. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Jumanne kwamba jeshi la Israeli litaendelea na operesheni zake katika ukanda wa Gaza kwa nguvu kamili katika siku zijazo, akisisitiza kwamba vita havitakoma kwa sasa. Netanyahu amethibitisha kuwa Israeli inahitaji kutafuta nchi zinazoweza kuwapokea wakazi wa Gaza, akidokeza kuhusu juhudi zinazowezekana za kuwapa makazi baadhi ya wakazi wa ukanda huo nje ya maeneo ya Palestina. Aliongeza kuwa aoni ambayo Israeli itasimamisha vita hivi sasa wataendelea hadi watimize malengo yao ya usalama. Mapema Jumanne asubuhi, jeshi la Israeli itangaza kuwa limeshambulia kwa mabomu kituo cha kuimarisha na kudhibiti cha Hamas ndani ya hospitali moja huko Gaza, ambayo harakati hiyo ilikuwa ikitumia kutekeleza shughuli za kigaidi kama ilivyosema. Jeshi limesema katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram kwamba lilipua kwa usahihi kituo cha amri za jeshi na udhibiti kilichoko ndani ya hospitali ya Nasa huko Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Taarifa kutoka jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imeelezea kuwa naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bara Amani Golugwa amekamatwa na jeshi hilo majira ya saa 6 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels, Ubelgiji. Jeshi la polisi limedai kuwa sababu ya kumkamata Golugwa ni kutokana na taarifa za siri walizo nazo ambazo zinahusu mienendo yake ya kuondoka na kurudi Tanzania bila kufuata taratibu za kisheria zinazotakiwa. Hapo awali chama cha demokrasia na maendeleo kilitoa taarifa kielezea kuwa kiongozi wao amekamatwa akiwa anaelekea Ubelgiji kwa ajili ya kuwakilisha chama katika mkutano wa International Democracy Union IDU unaoanza hii leo. Taarifa ya chama hicho inasema kuwa tayari wamewatuma mawakili wao wa polisi kutoa usaidizi wa kisheria na wa kiongozi huyo. Kupitia ukurasa wa mitandao ya kijamii, International Democracy Union IDU wamelaani ukamatwa kwa Golugwa, wakidai kuwa ni hatua ya kunyamazisha upinzani na kumtaka achiliwe mara moja, kwani ni ukiukwaji wa haki za binadamu.
Kwa kipindi cha wiki tatu kuanzia Jumanne hii tarehe 13 hiyo jana Mei mwaka huu, vyama vya siasa na watu huru vilizunguka maeneo mbalimbali nchini Burundi kuwaomba wananchi wawapigie kura katika uchaguzi mkuu wa tarehe 5 Juni. Kutakuwa na uchaguzi wa bunge, maseneta, madiwani na manispaa. Mwaka huu hakutakuwa na uchaguzi wa urais, tofauti na uchaguzi wa tangu mwaka 2005, kwa sababu kuanzia mwaka 2020 muhula wa urais utakuwa miaka 7. Uchaguzi ujao wa urais utafanyika mwaka 2027. Lakini hapo waliokwenda kwenye kampeni na kulalamika, kulingana na takwimu zinazotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi seni, jumla ya Warundi milioni 6,13,498 wamejiandikisha kupiga kura. Baraza la Umoja wa Mataifa masuala ya anga ICAO limesema Urusi ilihusika na kudungwa kwa ndege ya abiria MH17 ya nchini Malaysia, ambako karibu watu 300 walifariki dunia. Australia na Uholanzi zilifungua kesi kuhusu ajali hiyo iliyotokea mwaka 2014, ndege iliyodunguliwa ikiwa ikitokea Uholanzi kwenda Malaysia kupitia Kuala Lumpur. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Caspar Veldkamp amesema katika taarifa kwamba uamuzi huo ni hatua muhimu kuelekea kubainisha ukweli, kupatikana haki na wahusika kuwajibishwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hiyo jana kwamba ataagiza kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Syria kufuatia ombi la mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Hatua hiyo inaashiria uungwaji mkono mkubwa kwa rais wa mpito wa Syria Ahmed El Shara aliyetaka kuleta utulivu katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Trump ametoa tangazo hilo lililowashtua wengi wakati wa ziara ya kikanda iliyoanzia Saudi Arabia. Kulingana na ikulu ya White House, Trump aidha anatarajia kukutana na Shara ambaye ni kamanda wa zamani wa Al-Qaida kesho ama hii leo Jumatano. Vyanzo viwili kutoka ofisi ya rais wa Syria pia vimesema Shara atakwenda Riyadh kwa ajili ya mkutano huo na Trump. Marekani iliwekea Syria vikwazo vikali chini ya utawala wa Bashar al-Assad na vimeendelea kuwepo hata baada ya Assad kuondolewa madarakani. Rais wa mpito wa Mali Assimi Goita amefuta vyama vyote vya kisiasa nchini humo, ili ni kulingana na agizo la rais. Agizo hilo pia limepiga marufuku mikutano yote ya wanachama wa kisiasa na mashirika yenye mwelekeo wa kisiasa. Msikilizaji pote pale ulipo katika kitimtimu cha siasa za Tanzania, ni nini mustakabali wa vyama vya upinzani nchini Tanzania? Ni swali ambalo hata wewe unaweza kuwa unajiuliza. Ikiwa imebaki miezi 5 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania, mwenyekiti wa chama kuu cha upinzani anaendelea kushikiliwa, huku kundi la G55 likijiondoa kutoka kwenye chama cha Chadema. Je, upinzani mara hii umejipanga kukitoa jasho chama tawala cha CCM mwezi Oktoba, au itakuwa ni mteremko? Miezi 5 kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, hali ya vyama vya siasa kwa sasa nchini Tanzania bado inaonekana kuwa katika sintofahamu. Hii ni baada ya chama cha demokrasia na maendeleo, yaani Chadema, ambacho ndicho kinachoonekana miongoni mwa vyama vikuu vya upinzani nchini humo
kuzuiwa kushiriki mchakato huo baada ya chama hicho kushindwa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Utakuwa sahihi kusema kuwa wingu bado limetanda juu ya paa ya Chadema, huku wafuasi wake wakishindwa kujua hatima ya chama chao. Hii ni kutokana na kiongozi mkuu wa Chadema ambaye ndiye mwenyekiti wao wa taifa, Tundu Lissu, kuendelea kushikiliwa mbali na makosa mengine, lakini pia tuhuma ya uhaini ambayo haina dhamana. Wakati huo huo, mparaganyiko mkubwa umeshuhudiwa katika chama hicho, huku kundi la G55 ambalo halikubaliani na vuguvugu la No Reforms No Elections kujiondoa kwenye chama hicho. Bado haijawa wazi ni upi mwelekeo wa wanachama hao waliojengua kutoka chama cha Chadema. Shauku kubwa ya Watanzania kwa sasa ni kuona wapi wanasiasa hao wataangukia, ingawa wenyewe tayari wameweka wazi kuwa msimamo wao ni kwamba hawategemei kwenda chama tawala cha CCM. Hata hivyo, kwa wanasiasa chochote kinaweza kutokea. Kwa upande mwingine, chama cha ACT Wazalendo, ingawa hakina zaidi ya muongo mmoja katika ulingo wa siasa, lakini ndani ya muda mfupi kilifanikiwa kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa wa Zanzibar, kinachoonekana kuwa ndio chama pekee kinachoweza kuwa kimbilio la wengine. Tofauti na vyama vingine vya upinzani, ni ACT Wazalendo pekee ambao mpaka sasa imeshatangaza mgombea wake wa rais ambaye ni Dorothy Semu. Ila kwa sasa Watanzania wana shauku kubwa ya kufahamu hatma na mwelekeo wa vyama vingine vya upinzani, huku swali kubwa likiwa, je, upinzani kwa wakati huu umejipanga vipi kukitoa jasho chama tawala cha CCM, au itakuwa ni mteremko tu? Ni swala la muda, hata mimi ninasubiria kuweza kuona hilo. Vile vile, msikilizaji pote pale ulipo, je, ni wakati mwafaka kumfananisha Kapteni Ibrahim Traore na Thomas Sankara au bado mapema? Mjadala huo umeweza kujitokeza kutokana na kufanana kwao katika umri, mtindo wa uongozi, msimamo wa kupinga ukoloni mamboleo na taswira yao ya kizalendo. Kapteni Traore alichukua uongozi wa Bukinabe mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 34 tu, kupitia mapinduzi ya kijeshi, hali inayofanana kabisa na jinsi Sankara alivyochukua uongozi wa nchi ya Burkina Faso mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33. Ibrahim Traore anafananishwa na Thomas Sankara. Mjadala huo umezuka kutokana na kufanana kwao katika umri, mtindo wa uongozi, msimamo wa kupinga ukoloni mamboleo na taswira yao ya kizalendo. Kapteni Traore alichukua uongozi wa Burkina Faso mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 34 tu, kupitia mapinduzi ya kijeshi, hali inayofanana kabisa na jinsi Sankara alivyoingia madarakani mwaka 1983 akiwa na miaka 33. Wote wawili walijitokeza kama sauti ya wananchi waliokata tamaa, hususan vijana, wakiahidi ukombozi wa kweli na kujitegemea kwa taifa lao. Traore, kama alivyofanya Sankara, amekuwa mkosoaji mkubwa wa ushawishi wa mataifa wa Magharibi, hasa Ufaransa, katika siasa na usalama wa Burkina Faso na eneo la Sahel kwa ujumla. Ameonyesha msimamo wa kuondoa uingiliaji wa kigeni, kupinga utegemezi wa misaada na kujenga mshikamano wa mataifa ya Afrika kwa sauti moja. Anavaa mavazi ya kijeshi, anajieleza kwa ujasiri na unyenyekevu na hujionyesha kama kiongozi wa watu. Thomas Sankara alikuwa kiongozi wa mapinduzi na rais wa Burkina Faso kutoka mwaka 1983 hadi mwaka 1987. Alijulikana kwa sera zake za kipekee za kujitegemea, upinzani mkali dhidi ya ukoloni mamboleo na msimamo wake wa kuwapa wananchi uwezo wa kujikomboa kiuchumi na kijamii. Alibadilisha jina la nchi kutoka Upper Volta kuwa Burkina Faso, inamaanisha nchi ya watu waadilifu, na kuanzisha kampeni kubwa za uzalishaji wa chakula, chanjo kwa watoto, kupanda miti na kupigania usawa wa kijinsia. Alikuwa kiongozi wa mfano kwa kutumia gari lenye gharama nafuu, kupunguza mishahara ya viongozi na kuishi maisha ya kawaida pamoja na wananchi. Sankara pia aliheshimika sana kwa kusimamia haki za wanawake. Alipiga marufuku ndoa za kulazimishwa, alihimiza elimu kwa wasichana na aliwateua wanawake katika nafasi za juu serikalini. Licha ya mafanikio yake makubwa, aliuawa mwaka 1987 katika mapinduzi ya kijeshi yaliyopindua serikali yake, yaliyoongozwa na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré. Vilevile, serikali ya Traore imeripoti kufelisha majaribio ya kupindua serikali yake. Kwa hivyo, Traore anapofananishwa na Sankara si kwa sababu ya historia pekee, bali kwa sababu anaonekana kama anayefufua ari ile ile ya kizalendo, ujasiri wa
kusimama na kusema hapana kwa uonevu wa kimataifa na ndoto ya kuona Waafrika wakiandika hatima yao kwa mikono yao wenyewe. Ingawa bado ni mapema kupima athari za uongozi wake, matumaini yameanza kuota upya miongoni mwa vijana wa Afrika. Matumaini kwamba urithi wa Sankara haukufa bali unazaliwa tena kupitia kizazi kipya cha viongozi jasiri kama Ibrahim Traore. Ndio hali ambayo msikilizaji unafuatilia kwamba Blaise Compaoré ndiye aliweza kumaliza Sankara, na alikuwa rafiki yake wa karibu ambaye walikuwa wameshabiana, na hapo basi inanipatia fursa ya kuweza kusoma maoni yako msikilizaji. Unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo ni Afrika leo asubuhi siku hii, ambapo tunakuomba msikilizaji simama na kituo hiki katika hatua yake kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri, ili kuweza kuafikia malengo yake ya uratibu itakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, ambapo mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Hapo basi unaungana nasi au hujekosea, enda kwenye mtandao wa Google pale, tafuta Radio Fortune Africa. Kuna app nyingi unaweza chagua ambao ungependa kutusikiliza nayo. Mji wao umetuweka vizuri. Facebook ya kwetu tuko mbashara Radio Fortune Africa. YouTube enda pale, subscribe, like and follow ni Radio Fortune Africa. TikTok ni Radio Fortune Africa, ambapo vile vile X ni Radio Fortune Africa, tuko pale mbashara. Unafanya vizuri tu kutufuatilia. Kwenye tovuti ya kwetu ni cantona.digital, enda pale. Unaweza kutuandikia barua pepe kupitia radiofortuneafrica@gmail.com. Kwenye kusoma maoni yako hapo baadaye uweze kupokea makala ya siku ya leo, ni kwamba Traore ni si kwamba anafananishwa bali anafuata nyayo za Thomas Sankara. Kila mtu anachofanya ni kile alichokianzisha Thomas Sankara. Huo ni Mugusi. Mfalme Kiporojo pale hivi anasema kwamba Radio Fortune Africa RFA, tunaomba mzidi kuwa makini wakati ambapo mnatuelekeza, kwa sababu mnafanya kazi nzuri sana. Asante sana Mfalme Kiporojo, unatufahamisha kwamba tunafanya kazi nzuri na tuendelee kuwa makini vile tunavyozidi kuwa makini, tutafika mbali. Asante sana, nashukuru kwa mchango wako. Cosmas pale hivi Muma ndio anafuata nyayo zake. Kirak pale hivi Mabi Martin anasema very good. Radio Fortune Africa mnafanya kazi nzuri sana. Kizazi kipya kinachipuka kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Abana pale hivi Kivindo anasema God bless, mnafanya kazi nzuri sana. Nashukuru sana kwa message kama hizo za kututia nguvu ya kuzidi kusonga mbele. Asante sana. Upande mwingine kwamba maeneo yale ya Uganda ni kwamba Babu Makudi pale wanasema haya ni mambo ya kizamani sana, kuirudisha maendeleo nyuma. Maana yake hapo issue ya migogoro ya maslahi zinakufa rasimu, serikali ndio inaratibu kila kitu, kwamba marufuku Uganda watu binafsi kuendelea na biashara ya taxi. Kweli John Wandera pale hivi anasema Maloba kwamba kweli itawezekana hizi taxi zitaenda wapi? Huu mpango ukitangazwa mwaka huu itabidi serikali ya wananchi kujipanga sawa sawa. Vile vile pale Eric pale Vichi pale Luambo pale iliwekwa pale hivi Kenya miaka mingi, kwamba na imekuwa ishara ya kutozwa fedha na corruption na kuenda mifuko ya wasimamizi. Ndio hali ambayo anaitoa pale hivi mchango wake George Kisundi pale hivi Kisundi. Kisundi babarai asema bana michuki ya idea iweze kujitokeza katika hatua hiyo. Na hiyo taarifa msikilizaji kwamba serikali ya Uganda imetangaza mabadiliko makubwa katika usimamizi wa magari ya usafiri wa umma ikiwemo teksi na mabasi. Imetangaza kuwa watu binafsi hawataruhusiwa kuendesha biashara
ya usafirishaji wa umma na kuweka masharti ya biashara hizo kusimamiwa na vyama vya ushirika wa akiba na mikopo maarufu kama SACCOS. Hatua hiyo inalenga kurahisisha uratibu wa usafiri wa umma haswa katika mji mkuu wa Kampala na miji mingine. Kwenye taarifa nyingine, kabla ya kupokea makala yetu, msikilizaji, kwamba usipuze mkutano wa Uturuki siku ya Alhamisi. Rais Erdogan atakuwa mwenyeji mzuri. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea matumaini kabla ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine ambayo yatafanyika Istanbul tarehe 15. Don't underestimate Thursday in Turkey. President Erdogan is going to be. Rais Erdogan atakuwa mwenyeji mzuri na pia tutafanya kazi fulani naye inayohusu Syria. Itabidi tufanye uamuzi juu ya vikwazo ambao tunaweza kuwaondolea Syria, kwa sababu tunataka kuwapa mwanzo mpya. Lakini Rais Erdogan aliuliza kuhusu hilo. Watu wengi wamekuwa jinsi tulivyo haiapi nafasi ya kwanza upya. Kwa hivyo tunataka kuona ikiwa na waasha. Kwa hivyo tutafanya uamuzi, lakini nadhani tutakuwa na mkutano. Kuna uwezekano wa mkutano haukuwa ufanyike. Nilisisitiza kwamba mkutano huo ufanyike na utafanyika. Ni sauti yake Rais wa Marekani Donald Trump. President Erdogan is going to be a great host. Rais Erdogan anakuwa mwenyeji mzuri pia. Tutafanya kazi fulani naye inahusu Syria. Itabidi tufanye maamuzi juu ya vikwazo ambayo tunaweza kuyaondoa. Tunaweza kuwaondolea Syria kwa sababu tunataka kuwapa mwanzo mpya. Lakini Rais Erdogan aliuliza kuhusu hilo. Watu wengi wameuliza juu ya hilo, jinsi tulivyowekea haipasi nafasi ya kuwapa. Kwa hivyo tunataka kuona. Kwa hivyo tutafanya uamuzi huo, lakini nadhani tutakuwa na kuna uwezekano wa mkutano wake kufanyika au mkutano utafanyika. Nimesisitiza kwamba mkutano huo ufanyike na utafanyika. Ni sauti yake Rais wa Marekani Donald Trump akizungumzia kuhusu mkutano ambao utakuwa unafanyika kesho, na amesisitiza kwamba Vladimir Putin na Zelensky mkutano waweze kuhudhuria, na mwenyeji atakuwa ni Rais wa Uturuki, Rais ambaye ni Erdogan wa Uturuki. Rais Paul Kagame wa Rwanda na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini wamekutana kwa mara ya kwanza toka washindwe kuelewana kufuatia migogoro katika eneo la mashariki ya DRC. Viongozi hao wawili waliketi pamoja kwa majadiliano wakati wa kongamano maalum la kiuchumi lilofanyika jijini Abidjan, Cote d'Ivoire. Mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu, wawili hao walitofautiana vikali kuhusu namna ya kutatua mgogoro katika eneo la mashariki ya DRC baada ya waasi wa M23 kudhibiti mji wa Goma. Na kwa taarifa hiyo basi naelekea mapumzikoni upokee makala.